Habari vipi mwana JMTV, karibu sana katika habari au karibu sana katika ripoti ya muda, ambapo muda huu utasikia taarifa kuhusu idadi kubwa wanajeshi wa Ukraine takriban 1490 kuuawa na vikosi vya Urusi kutoka mstari wa mbele wa kivita kwa muda mchache, yani saa 24 zilizokwisha kupita. Karibu sana na kukumbusha kwamba pia unaweza kubonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo, ili pia ripoti zote ambazo nimekuwa nikiziweka hapa basi uweze kuzipata kwa muda mwafaka kabisa. Na hii ni ripoti ya vita vya Urusi na Ukraine kwa muda wa saa 24 zilizokwisha kupita. Vikosi vya kijeshi vya Ukraine vimepoteza takriban wanajeshi 1490 katika vita na Urusi au katika vita na vikosi vya Urusi katika maeneo yote ya mstari wa mbele wa kivita katika muda wa saa 24 zilizokwisha kupita. Taarifa hii ni kulingana na data ya hivi punde kuhusu operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Taarifa hii pia ni kwa mujibu wa ripoti ya Wizara ya Ulinzi ya Urusi ambayo imetolewa muda mchache ambao umekwisha kupita. Takwimu za hivi punde zinaonyesha kuwa jeshi la Ukraine limepoteza hadi wanajeshi 170 katika eneo la uwajibikaji la mapigano la upande wa kaskazini mwa vikosi vya Urusi, na wanajeshi 220 wameuawa katika eneo la uwajibikaji la magharibi mwa vikosi vya Urusi. Pia wanajeshi 225 wamepoteza maisha na vikosi vya Urusi vya kusini. Zaidi wanajeshi 530 wameuawa pia katika eneo la uwajibikaji la kituo cha vita. Wengine takribani 280 wameuawa katika eneo la uwajibikaji la vikosi vya Urusi, huku 6 wakiuawa na vikosi vya Urusi kupitia kikundi cha Dnepr. Na hiyo ndiyo idadi ya wanajeshi 1490 waliouawa, na huu ndio mchangano ambao pia Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeweza kuainisha pia kwa mujibu wa brigedi zake ambazo zimekuwa zikifanya mapambano ya kivita dhidi ya vikosi vya Urusi, ambapo pia umesikia ambavyo imeeleza kiundani kabisa kuhusu mchanganuo wa namna pia ambavyo kila kundi la vita la Urusi limesababisha idadi ya wanajeshi wangapi kuuawa kutokana na upande ambako kundi husika linakuwa linawakilisha. Wizara ya Ulinzi ya Urusi pia imechanganua operation kwa ujumla kuhusu mashambulizi ya vikosi vyake dhidi ya vikosi vya Ukraine, ambapo vitengo kutoka kaskazini viliwasilisha mgomo juu ya uundaji wa brigedi 3 za Ukraine za mechanized na regiments 2 za mashambulizi karibu na vijiji vya huko Alexeyevka na kwingineko mkoani Sami. Katika eneo la Kharkovi, mgomo ulitolewa kwa vitengo vya kikosi cha watoto wachanga cha Ukraine na kikosi cha ulinzi wa eneo karibu na maeneo ya wakazi wa Bochikovo na Volchanski katika mkoa wa Kharkovi, ambako pia wanajeshi wa Ukraine walipoteza gari la kivita, magari 8, bunduki 2 za kivita, kituo cha vita vya redio na elektroniki na bohari 2 za silaha. Pia vitengo kutoka upande wa magharibi mwa Urusi vilitoa mgomo au mashambulizi kwa wafanyakazi na vifaa kutoka kwa brigedi 3 za mechanized za Ukraine, brigedi ya mashambulio, brigedi ya ulinzi wa eneo na brigedi ya walinzi wa kitaifa karibu na maeneo yenye watu wengi ya huko Petrovinka, Simorodkovinka na kwingineko katika eneo la Kharkov, ambapo adui yani Ukraine alipoteza magari 13 na bunduki 5 za shambani, vituo 8 vya vita vya radio elektroniki na bohari 7 za silaha ziliondolewa kabisa. Vitengo vya mapigano vya kusini mwa Urusi pia vilitoa mgomo juu ya uundaji wa brigedi 3 za Ukraine za mechanized, brigedi ya mashambulio na brigedi ya ulinzi wa eneo karibu na maeneo yenye wakazi wa Berestokh, Konstantinivka na Siversky katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk, ambapo adui alipoteza tanki 1, magari 7 ya kivita, magari 13 na bunduki 4 za shambani, kituo cha vita vya redio
vya redio elektroniki na bohari 11 za silaha ziliondolewa kabisa. Na vitengo vya mapigano vya senta vya Urusi viliboresha nafasi zake za mstari wa mbele wa kivita, ambapo waliwasilisha mgomo kwa wafanyakazi na vifaa kutoka kwa brigedi 3 za mechanized za Ukraine, tanki 1, vikosi vya shambulio na mashambulizi ya anga, brigedi ya baharini, brigedi 2 za ulinzi wa eneo na brigedi ya walinzi wa kitaifa karibu na vituo vya idadi ya watu vya Dmitrovi, Krasnoarmeysk, Krasny Liman, Novopakove huko Jamhuri ya Watu wa Donetskove pamoja na maeneo mengine. Navyo vitengo vya mapigano vya mashariki vimeendelea kusonga mbele ndani kabisa ulinzi wa adui, yani Ukraine, vikitoa mgomo juu ya muundo wa brigedi 2 za Ukraine za mechanized, brigedi 1 ya mashambulio na brigedi ya baharini karibu na maeneo yenye watu wengi ya Malomikhailovka na Orol huko mkoani Dnipropetrovsk na huko Zaporovinka eneo la Potazia. Pia vikosi vya jeshi la Ukraine vilipoteza magari mawili ya kivita, magari 10 na kituo cha vita vya redio na elektroniki. Vitengo vya Dnipro vya Urusi vilifanya mgomo kwa wafanyakazi wa Kiukrainia na vifaa kutoka kwa mechanized shambulio la Alpine na kikosi cha walinzi wa pwani karibu na makazi au vituo vya idadi ya watu vya Verovinka, Sedovoye na huko Tiaginka katika mkoa wa Kherson. Gari la mapigano la adui la Kozaki, magari 8, boti 6 zisizo na mutu, vituo 4 vya vita vya redio na elektroniki na bohari 2 za silaha ziliharibiwa kabisa na vikosi vya Urusi katika muda mchache ambao umekwisha kupita katika operesheni maalum ya kijeshi dhidi ya vikosi vya Ukraine. Na hii ndio taarifa kubwa muda huu, na hii ndio taarifa pia ambayo imeelezwa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi muda mchache ambao umekwisha kupita kuhusu mwendelezo wa operesheni za kijeshi dhidi ya vikosi vya Ukraine, ambapo bado pia mashambulizi yanazidi kuripotiwa kwa pande zote mbili, yani Urusi na Ukraine, lakini pia hasara kubwa zaidi ikielezwa ama ikiripotiwa kwa upande wa vikosi vya Ukraine, ambapo takriban wanajeshi 1490 wamepoteza maisha kwa muda wa saa 24 ambazo zimekwisha kupita. Hivyo basi pia tujue siku ya leo ambacho Wizara ya Ulinzi ya Urusi itaweza kuripoti, lakini cha msingi ni ya kwamba endelea kunitembelea kila siku kufahamu haya yote ambayo nimekuwa nikiwafahamisha kuhusu vita ya Urusi na Ukraine. Asante kwa sana, pia karibu sana hapo baadaye kwa taarifa zingine zaidi siku ya leo kuhusu vita ya Urusi na Ukraine.